Jana nilikuwa naongelea kuhusu hisa za Mwalimu Commercial Bank jinsi zilivyoshuka kwa 40%. Mtu akasema, "Huyu jamaa vipi? Mbona wewe hujui kwamba kushuka kwa hisa ni kawaida?" Kushuka kwa hisa kweli ni kawaida, lakini kawaida huwa ni 10% mpaka 20. Hisa ikishuka hivi ndani ya mwezi mmoja unaweza ukasema ni kawaida, lakini ndani ya mwezi mmoja inashuka 40% na kuendelea. Chunguza uwekezaji wako. Hiyo benki yako ichunguze, sio kawaida. So, mtu anasema, "No, sisi tunanunua biashara tununui bei." Ni kweli, tununui bei ya hisa, tunanunua biashara, lakini tukiangalia taarifa za Mwalimu Commercial Bank, uh, price to earning ratio yake ni kama 222, alafu haijawahi kutoa gawio na faida kwa kila mwaka inapata 0.14. So hiyo ukiangalia ni biashara mbaya. Mwekezaji ambaye uko smart, huwezi ukawekeza kwenye hiyo kampuni, lazima ukimbie tena mbio sana. So kwa hiyo kama unasema unawekeza biashara, hapo hakuna biashara ambayo unawekeza. Yani matumaini ya biashara kufa ni makubwa kuliko biashara kufanya vizuri ni madogo. So mtu anasema no, sisi tunawekeza kwa muda mrefu. Unajua uwekezaji bwana sio wa muda mfupi, uwekezaji ni kwa muda mrefu. Ndio, ni kwamba wewe si umenunua hisa ambayo haina thamani, kwa sababu thamani ya Mwalimu Commercial Bank kwa taarifa yake inastahili iwe ni $100 tu. Kwa hiyo wewe umenunua hewa, umenunua bei hewa ni 2,400, au umenunua hope, watu wanasema unategemea kwamba itakuja kufanya vizuri. Lakini kitu cha kuangalia kwamba angalia washindani wenzake, unaona kwamba hii kampuni itakuja kufanya vizuri. Hata kama unawekeza kwa malengo ya muda mrefu, sawa, hiyo hisa ije ndani ya miaka 10 isitoe gawio, alafu bei yake itakuja kujirudia ndani ya miaka 10, iwe bei ndo halali, sio hii ambayo umenunua hewa. Kwa hiyo hapo tu itashuka, alafu itarudi kule kwenye 2,500, na ikiongezeka sana labda itafika kwenye 300, hiyo inakuwa 3,000, hiyo inakuwa ni bei yake halali. Sasa wewe unafikiri kwamba uwekezaji wa ndani ya miaka 10 alafu ukapata 500? Mimi kwa uwekezaji wangu hiyo ni hasara. Hapo unakuwa huna faida, utakuwa umepoteza pesa. Lakini wewe huwezi ukaelewa kwa sababu unaamini kwamba ndani ya miaka 10 nimewekeza nikaongezeka 500. Uwekezaji una faida? No, umepoteza pesa. Pesa huwa inashuka thamani. Na ndani ya miaka 10 hiyo 3,000 ya leo ambayo inaweza kufanya mambo makubwa, miaka 10 ijayo haitokuwa ina thamani sawa na sasa hivi. Kwa hiyo utakuwa unaona kwamba pesa yako itakuwa imeshuka thamani. Swala ni kwamba sio kwa sababu naambiwa hisa wake inashuka basi kila kushuka kwa hisa ni kawaida. Don't do that. Alafu kitu kingine, unaambiwa biashara ni malengo ya muda mrefu, basi unaamua tu kuwekeza kwa bei yote kisa tu kwamba umeambiwa malengo mrefu. Inawezekana hata miaka hiyo 10 hiyo benki yako itakuwa ndio imefilisika kabisa. Uwezi ukajua. Sio kwa sababu tu umeambiwa ni malengo muda mrefu na unafanya hivyo. Vile vile ununue hisa unaponunua biashara, ndio unatakiwa uangalie taarifa za biashara, taarifa za kampuni zinasema nini. Na unapokuwa kama ulinunua biashara alafu taarifa za kampuni ndio hizi, basi utakuwa hujanunua biashara, umenunua mzigo ambao utakuwa mgumu wewe kuushusha.